Yale maisha tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Yale maisha ya kuogopa vitu kwamba hiki hapana mimi nimefunga bana, ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kukirimiana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kusoma Qur'ani ndio anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kufunga midomo yetu kutosema maneno ya watu kwa kofia kuziharibu saumu zetu ndio anayotaka Allah tabaraka wa taala. Cha kufanya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujitahidi katika swala. Kama tuliswali basi tuwe wenye kujitahidi katika swala. Isiyekao ukisha swali Juma basi hatuna uhakika wa kukupata alasiri wala magharibi wala isha. Msiye mkaona watu wanaenda vipindi vitano vya swala msikitini ukadhani kuna nafsi wameumbiwa na Allah ipo mgongoni inawasukuma wakaswali. La asha. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhilahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidur Majid. Usikum wa nafsi awala bitaqullaha ta'ala wa ta'atihi, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyami kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni, ni jambo la kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwezesha tukakutana katika yaumul Juma. Si jambo jepesi, si jambo dogo. Lakini si hivyo, baada ya kumdhukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada za kheri si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jumaa ya leo naenda kuzungumzia katika hutuba yetu tathmini ya Ramadhani na jinsi ya kuendeleza maisha baada na kuendeleza maisha ya uchamungu. Tathmini ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na jinsi ya kuendeleza maisha ya uchamungu. Sote tunafahamu kwamba sababu kubwa ya kuletewa mwezi mtukufu wa Ramadhani hasa katika saumu ya lengo lilikuwa kupata kuwa wachamungu. Lakini jambo la msingi la kuulizana, je, uchamungu ni nini? Uchamungu kwa lugha iliyokuwa nyepesi kabisa, uchamungu ni kuacha yote yaliyokuwa makatazo na kuyakimbilia yaliyokuwa maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Hiyo ni tafsiri nyepesi zaidi. Zipo nyingi, maulama, mashekhe mbalimbali watakuja kutueleza, lakini tunapokuja kuzungumzia uchamungu katika tafsiri iliyokuwa rahisi kabisa ni kuacha yale yote yaliyokuwa makatazo na tukawa wenye kuyafuata, kuyapupia, kuyakimbilia yale yaliyokuwa maamrisho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Ama mcha Mungu ni nani? Mcha Mungu pia
licha tu ya yule ambaye ameacha makatazo akayafata maamrisho, lakini ni yule ambaye hapatikani alipokatazwa ila anapatikana alipoamrishwa akutwe. Yani ili uwe mcha Mungu ni kuhakikisha kwamba haupatikani ulipokatazwa ila unapatikana ulipoamrishwa. Huyu naye pia tunasema ni mcha Mungu. Lakini mcha Mungu ni kitendo cha kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa siri na kwa dhahiri. Yule ambaye atakuwa na hofu ya Allah tabaraka wa taala akamwogopa kwa siri, lakini hata kwa dhahiri akawa mwenye kumwogopa Allah tabaraka wa taala, huyu basi anakuwa ameingia katika daraja la ucha Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, haya hayakuwa maneno yangu, basi Mwenyezi Mungu akayabadilika katika suratul Mulki, akasema katika aya za mwanzo za 10 akasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, hakika ya wale wanaomwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri, lahum maghfiratun, hawa wamejaaliwa, hawa watapata maghfiratun wa ajrun kabir, watapata sio tu maghfira lakini pia watapata ujira uliokuwa mkubwa zaidi. Hawa wanaozungumzwa ni wacha Mungu. Vipi tutakuwa wacha Mungu? Kwa yale tuliyoyafanya. Ili tuwe wacha Mungu na Mwenyezi Mungu kutuongoza katika ucha Mungu, basi mwezi mtukufu wa Ramadhani akatuletea saumu, tukafunga masiku 30. Alhamdulillah, wapo walioyamaliza, wapo waliokuwa na madeni kutokana na shida mbalimbali kwa sababu ya dharura hapa na pale. Wa inkana maridhan, kama aliyekuwa na umwa au ala safarin, au aliyekuwa katika safari, basi watu kama hawa wanatakiwa walipie katika masiku mengine. Lakini ala kulli hali tulikuwa katika mwezi mtukufu, kwa mwezi mtukufu Ramadhani kwa saumu. Mwenyezi Mungu akatuwekea kipimo hiki cha kufunga masiku 30 kutoka alfajiri yake mpaka magharibi yake, tukafunga. Haya yote kutuandaa katika ucha Mungu, la'allakum taktakun. Lakini tukajizuia kwa kutokula na kunywa, lakini sio tukujizuia kula na kunywa vilivyokuwa halali tu, tukajizuia na vya haramu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujizuia kula na kunywa vya halali na vile vilivyokuwa vya visivyokuwa vya halali, vyote tuliweza kujizuia. Haya yote Mwenyezi Mungu akatuwekea vipimo vya namna hiyo. Wale waliofuzu katika maeneo haya, basi Mwenyezi Mungu vigezo vyake akaviweka hivi, vitakuwa hapo wakiyafanya haya watakuwa wacha Mungu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa yale tuliyojitahidi atulipe inshallah. Lakini pia tukajizuia na mambo mbalimbali, maana yake kama hutuba nyingi zinavyosema za mashekhe, kufunga sio kujizuia kula na kunywa tu, kujizuia mambo mengi, kujizuia kusengenya, kujizuia kusema uongo na mambo yanayofanana na haya. Basi watu wakiyafuata hivi vigezo, wakawa wamekuwa katika saumu, wakajizuia kula na kula vilivyokuwa vya halali na vya haramu, wakajizuia katika ndimi zao kusema, kusengenya na mambo yanayofanana hayo, Mwenyezi Mungu akaweka hivi ndio principles za mtu atakayekuwa ni mcha Mungu, na watu wakajitahidi kuyafanya katika haya. Lakini pia watu wakajikulubisha katika kufanya mema mbalimbali. Kufanya mema sio shida, shida ni kujizuia na maovu. Mema anaweza kufanya mtu yeyote, kufanya mema anaweza kufanya mtu yeyote. Hata mtu awe fasiki vipi, kuna muda atafanya mema, lakini ugumu upo katika kujizuia. Yani mtu anakuwa mcha Mungu zaidi anapokuwa na uwezo wa kuzuia nafsi yake, sio anapokuwa na uwezo wa kufanya mema. Mema anaweza kufanya tu wakati wote, lakini pale ambapo mtu ana uwezo wa kuimiliki nafsi yake, akaizuia nafsi yake kwa yale ambayo yamekatazwa, basi huyu ana nafasi kubwa, ana daraja la kupata ucha Mungu kwa rahisi zaidi, kwa sababu ya kujizuia zaidi kuliko yale ya kufanya tu ya kuamrishwa. Yale mtu anaweza kafanya kwa ajili ya ria, anaweza kaja kaswali, anataka watu wamuone ana swali, anaweza kafunga, ndio kufunga hakuna hilo,
lakini akatoa sadaka watu wamuone na mambo yanayofanana nayo. Lakini kujizuia ndipo ambapo penye ucha Mungu mkubwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuzimiliki nafsi zetu katika kujizuia na maasi. Baada ya hapa tukawa wacha Mungu, tukayafanya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swali linakuja, tumejifunza nini? Yaani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio maana ya tathmini sasa. Tumejifunza nini mimi na wewe? Tumefunga mwezi mzima, tumejizuia. Lazima ukae chini uanze sasa. Hivi mimi katika funga yangu, hivi mimi katika ibada zangu nimejifunza nini? La kwanza tuliojifunza mimi na wewe, na uhakika hujakaa tu kulifuatilia, lakini ni jambo ambalo tumejifunza mimi na wewe, si jingine, nimejifunza kuwa na subira. Wengi tumeingia katika semina ya kujifunza kuwa na subira. Mtu anaamka asubuhi, kuna watu wengine inafika mpaka magharibi, imeingia magharibi kweli, kunaonekana jua alipo, lakini anauliza adhana imeshafika, muadhini kaadhini ili nipate kufuturu, anaambiwa bado. Mwingine kashikilia tende mkononi anasubiri. Ndio unajifunza subira. Kwa nini usile? Si ungesema tu mbona dakika moja tu? Zimbaki ngapi? 4 tu. Yaani Mwenyezi Mungu mimi nifunge kutoka asubuhi dakika 4 tu. 4 kitu gani bwana? Leta maji bwana akala. Lakini anakaa anasubiri. Kuna wengine wanaandaa kabisa iftari, wamekaa kwenye meza wanasubiria muda ufike. Tena afadhali ya siku hizi watu wengine wanatumia saa. Wakati sisi tunakuwa ilikuwa mpaka usikie adhana. Kama sikio umeme umekatika, mnaweza mkajikuta mnafuturu saa 2 kasoro. Kwa sababu mmsikia adhana. Na wengine mnaweza mko msikitini mnasubiria adhana, anakuja Bilali kwa ajili ya kuadhini. Akifika pale kwanza anaanza kupiga mswaki. Piga mswaki kweli kweli. 5 dakika zinaenda. Nyembe kama mmemshikilia tende mnamsubiri. Akimaliza anaanza kusugua miguu. Sugua miguu kweli kweli. Mnakaa mnamsubiri. Lakini haya yote watu hamna anayesema huyu si Bilali tu. Wanakaa wanasubiri, ni kujifunza kusubiri. Kwa hiyo tumejifunza subira. Lakini pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukajifunza ukarimu. Nyinyi wenyewe ni mashahidi hapa. Ukifika tu mwenye tende 2 anakupa moja, bwana tafaria tafadhali bwana. Pata na wewe kidogo istiftahi kidogo. Sio hivyo tu, mialiko ikawa mbali mbali. Ya wale waliojaliwa, bwana tafadhali uwezi leo njoo tufuturu bwana nyumbani. Haya yote yakafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wakajifunza ukarimu bila kubagua. Msikitini hapa ilikuwa salatul magharibi, inajaa safu mpaka kule nyuma. Safi kabisa. Lakini pia haya yote hayakuwa hivyo tu kwa sababu ya ikram na ukarimu ambayo watu walikuwa kiufanya. Watu wanatoa fedha zao, panatengenezwa iftari, inalika kwa pamoja. Ule ndo ukarimu. Ukarimu ndio uliokuwa ukifanyika. Watu wakawa wanakirimiana. Lakini sio hivyo tu, mpaka wasiokuwa Waislamu wakaona kuna haja ya kuwakirimu Waislamu. Wapo ambao waliandaa iftari hali ya kuwa wao sio Waislamu, wakaona wawalike Waislamu waje kuistaftahi. Ikiramu, watu wakakirimiana, wakafurahi kwa pamoja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya yote tukajifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiondoke ukaondoka mwezi na ukarimu wake tukabakia sisi tu, hapana. Ndio tathmini. Ule ukarimu tuliofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ndio huo tuufanya na miezi mingine. Ikifika kama jioni hivi umfuate imam vipi, njoo leo tupate chakula cha jioni kwa chukua watu 2. Huo ndio ukarimu. Yaumul Ijumaa, katika Ijumaa hii tumemaliza kuswali, tunatoka hapo unamfuata mtu, bwana njoo tukapate chakula kidogo bwana. Au leo vipi nyumbani kukoje? Ukampigia simu ndugu yako, bwana vipi kunaendeleaje huko, akakwambia mimi bwana hali dhaifu, bwana ngoja nikutumie fedha. Yale yaliyokuwa yanafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio hayo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupenda zaidi kama tukiendelea nayo mwezi mingine, na sio tunasubiri mwezi wa Ramadhani ukiisha na mambo ya Ramadhani tunayaacha bui, tunabakia sisi kama sisi tunaendelea na maisha yetu mengine ya kawaida. Jambo hili sio zuri. Lakini sio hivyo, tukajifunza na juu ya afya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Fungeni mpate afya. Kila mmoja amejitathmini. Kama hujajitathmini wewe katika afya, basi wewe una matatizo.
Angalia kitu gani kilikuwa kinakusumbua sana. Sasa umetoka kwenye Ramadhani unaona kama kina ahueni hivi, kuna mambo yamekaa sawa. Kwa hiyo lazima tufanye tathmini. Kila mmoja aitazame afya yake imekaeje. Na jambo hili la kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama nitakapoangalia hapo katika hutuba yangu ya pili, ni lazima wote tujue sasa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani nini kinachofuata katika masuala ya afya. Kumbe afya tutaweza kuilinda kwa kufunga. Basi kila mmoja ajitahidi katika wiki zima, siache likapita, atafute siku moja afunge, aidha iwe Jumatatu au Alhamisi, ili apate na fadhila za kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, au siku zote mbili. Usibaki ukaacha unasubiri mwezi wa Ramadhani mwingine mwaka 1448. La msingi baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mmoja ajiwekee sasa ratiba ya kwamba sasa mimi nitakuwa nafunga katika wiki mara moja, katika wiki au mara mbili, au katika mwezi mara moja, kwa sababu kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Kwa hiyo kumbe kuna afya katika kufunga. Huna haja ya kubaki unaogopa na hii dunia. Wewe hangaika tu na kufunga katika masiku utakayoamua yafunge kwa ajili ya kuweka afya yako sawa. Sio unabakia unatishiwa tu na watu kwenye mitandao, au ukila hiki kina sumu, ukila hiki kina sumu, ukila hiki hakifai, ukila hiki hakifai. Mwisho wa siku mtu anaamka asubuhi anakunywa maji na nyanya, anasubiri mchana anakunywa maji na nyanya, usiku analalia maji na nyanya. Si tushaambiwa bwana, sumu tausuhu bwana. Kumbe wewe unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha tu unaijali afya yako katika kuchukua tahadhari vile vilivyokatazwa katika kiafya, kwamba hivi na sumu vina nini, basi vichukue tahadhari. Lakini ujue kabisa mimi nitangulie kifua mbele, kwa sababu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashatuhakikishia mwenye kuwa anafanya sumu mara kwa mara basi afya yake itakaa sawa. Lakini sio hivyo tu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia pia tusiwe wenye kula mno. Tule kwa kiasi. Uache sehemu ya hewa, uache sehemu ya maji. Lazima ule kwa kiasi. Na vyakula vyenyewe uchague vyakula, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi anasema asiyechagua ale nini, yani asiyechagua ale nini, Mwenyezi Mungu naye hawezi kumchagulia ampeleke moto wa aina gani. Kwa hiyo na sisi tuwe wenye kuchagua vile ambavyo tumekatazwa na Allah tabaraka wa taala, tukae navyo mbali, na vile ni halali kwetu. Pamoja na kwamba ni halali, bado una nafasi ya kuchagua kwamba hivi vyote ni halali, lakini vile ambavyo mimi vinanidhuru basi sio vya kuvigusa. Hii yote ni tathmini tumeipata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jingine tulilojifunza, kumbe nafsi zetu zaweza kuzuilika. Kumbe tunaweza kuzizuia nafsi zetu. Kuna mambo ambayo yalikuwa yakitaka kufanyika, mtu asikia bwana tumefunga jamani, tusifanye hivi jamani, tumefunga. Kumbe tunaweza. Ukikaa sehemu ukianzisha bado sawa, huko ni kusengenya madu, sio tukaribu saumu zetu. Kumbe tunaweza bwana kuzuia nafsi zetu tusisengenye. Kumbe tunaweza kuzuia nafsi zetu tusiseme uongo. Kumbe tunaweza. Ndio tulijifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mzima tukasema hapana, hatuwezi kuharibu saumu zetu sisi. Kumbe tunaweza. Kama tuliweza kujizuia kutokula ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani, yanatushindeje yanayofuatia baada ya hapo? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka kutuonyesha kwamba kumbe tunaweza, tunafanya tu kusudi. Tunaweza sisi. Fa idha qara'ata al-Qur'ana fasta'idhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahal azim wa lisa'ilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ud'u rabbakum tadalluwa wa khufyatan. Alhamdulillah hamdan kathira kama amara wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ilghama liman ja'ada bihi wa kafara wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi awwala bitaqullaha ta'ala wa ta'ati, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, tunaingia katika hutuba ya pili. Tunazungumzia tathmini ya Ramadhani na jinsi ya kuendeleza maisha ya uchamungu. Yale maisha tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Yale maisha ya kuogopa vitu
kwamba hiki hapana, mimi nimefunga bana. Ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kukirimiana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio maisha anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kusoma Qur'ani ndio anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kuswali tarawih rakaa zile hasa katika msikiti huu ni rakaa 23 ndio anayotaka Allah tabaraka wa taala. Maisha ya kufunga midomo yetu, kutosema maneno ya watu kwa kofia kuziharibu saumu zetu ndio anayotaka Allah tabaraka wa taala. Ndio hayo ambao tumeyaona katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaingia nayo hapa. Mtu mmoja aliniambia, baba yangu mvivu sana wa kuswali, lakini mwezi wa Ramadhani bwana anaswali vipindi vyote na tarawih rakaa 23 yuko safu ya mbele pale zote mwezi mzima, lakini miezi mingine aendelee kuswali. Kumbe naye huyu tunamkumbusha, kama alikuwa anaweza kuswali rakaa 23 za tarawih kwa masaa machache, anashindwezi kuzigawanya rakaa 17, kwa sababu kutoka fajiri mpaka isha kwa masiku ya kawaida ni rakaa 17. Anashindweje kufanya hilo? Hivyo basi, kama aliingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, aliingia katika semina ya kujifunza namna ya kuswali, akaswali tarawih, akajifunza kujizuia, akajifunza subira, akajifunza ukarimu na mambo mbalimbali. Sasa basi, je, vipi tunaendeleza maisha hayo baada ya Ramadhani? Nini cha kufanya? Cha kufanya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujitahidi katika swala. Kama tuliswali, basi tuwe wenye kujitahidi katika swala. Isiye kawa ukisha swali Juma basi hatuna uhakika wa kukupata alasiri wala magharibi wala isha. Msiye mkaona watu wanaenda vipindi vitano vya swala msikitini ukadhani kuna nafsi wameumbiwa na Allah ipo mgongoni inawasukuma wakaswali. La asha, ila kila mmoja ana nafsi iliyomuumbia inamsukuma kumkumbusha kwamba bana usiswali, si uache tu. Kwa hiyo unatakiwa wewe upambane na nafsi yako, kwamba nafsi hii bila kupambana nayo kwa ajili ya kutekeleza yaliyokuwa mema, hakuna siku nafsi itakusukuma kwenda kufanya mema. Kila unayemuona anafanya mema ni kujitahidi katika nafsi yake. Kila mmoja unayemwona anafanya mema ni anajitahidi kufanya mema, anahangaika na nafsi yake. Alfajiri inapoitwa as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, naye blanketi linamsukumia vile vile. Kwa nini usilale kidogo? Usilale kidogo tu, utasali baadaye. Kwani wote tunaambiwa hivyo hivyo, lakini yule ambaye atapambana nafsi yake akalisukuma huko blanketi, akaona hapana, ile siku ya yaumul qiyama ni siku ngumu sana, ambayo tutaletewa siku zote za maisha yetu. Utaletewa hiyo siku ambayo blanketi ilikuwa inakusukuma, utajiuliza, hivi kilichonizuia hapa kulisukuma ile blanketi nini? Leo labda ningepata ahuani hapa. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi. Hakuna nafsi ambayo imeumbwa eti kuna mtu ikifika muda wa kuswali yeye nafsi yake inasikia raha anaenda kuswali. Watu hatujaumbwa hivyo. An-nafsu amalatul bisui, nafsi inasukuma sana watu katika maasi, inasukuma katika maovu, inakuzuia, itakwambia bwana ili jambo licheleweshe, ili jambo, lakini wewe ndio unatakiwa upate nguvu ya kulisukuma hilo jambo. Lakini pili, kujitahidi katika subira. Watu tujitahidi katika kusubiri. Subira sasa katika nini? Yale tunaomuomba Mwenyezi Mungu. Isiyeka ukiomba asubuhi jioni alijawa basi ushaacha. Hapana. Endelea kumuomba Mwenyezi Mungu na subira ndivyo inavyotaka. Subira inataka kwa mambo mengi. Subira inataka katika mambo mengi. Katika kufanya mema kunataka subira. Katika kuacha maasi nako kunahitaji subira. Hakika ni kwamba unapambana na ili jambo mpaka unaachana nalo. Lakini jingine ambalo tunatakiwa kwenda nalo ni ukarimu. Kukirimiana. Ukarimu usiishe. Masjidi mbalimbali tumeona watu wanafanyiana ukarimu. Hapa tumeona watu wanafanyiana ukarimu. Mpaka bwana mmoja akatania wakati tunafuturu mule, akasema kwa nini ili jambo la kufuturu hapa lisiendelee hata katika miezi mingine? Akaleta utani pale. Lakini ukarimu, watu waendelee kukirimiana. Tukiyafanya haya sasa tutakuwa tumempendeza sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ubora wa amali ni ile hata kama ni ndogo lakini unaifanya kwa uendelezo. Hata kama ni ndogo lakini unaifanya kwa maendelezo. Sio unafanya unaacha, unakamata hili unaacha, unakamata hili unaacha, unakamata hili. Amali tuchague tuwe wenye kufanyiana ukarimu. Ama nyingine ni kutunza afya zetu kwa ajili ya kutokana na saumu. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashatueleza sumu tausuhu, fungeni mpate afya. Basi sisi tuna haja gani ya kuhangaika?
Kumbe kila mmoja sasa aweke katika tathmini yake kwamba mimi katika wiki nitafunga mara moja. Aseme nitafunga kwanza kwa ajili ya Allah, lakini pili nitafunga kwa ajili ya afya. Akiwa anafunga amwambie Mwenyezi Mungu, na kuomba ya Rabbi unijalie saumu yangu uipokee. Lakini licha kuipokea kunilipa thawabu, pili unipe afya, kwa sababu kufunga kunaleta afya. Haya ndio mambo ambayo tunatakiwa tudumu nayo. Sio mtu kashamaliza kufunga sasa haonekani kwenye kufunga tena mpaka akasikia mwezi umeandama. Tena mwezi umeandama yenyewe mpaka aambiwe na watu. Aisee, vipi umefunga? Kufunga vipi kwani? Anambia mwezi umeandama. Kwa hiyo inabidi tuanze kufunga Mungu wangu, ngoja nianze kuandaa iftari. Atakiwa kila mmoja hakikishe anaweka masiku yake maalum kwa ajili ya saumu. Anaweka masiku yake maalum katika wiki, katika mwezi, anaweka kwamba siku hizi mimi nitahakikisha na katika saumu nipate thawabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia nipate malipo. Usifunge ukasema nafunga tu nipate afya, utalipwa habari ya afya tu. Kwa Mwenyezi Mungu wewe rundika mambo mengi sana. Mfano wake, mtu mmoja niko kwenye bajaji akaniuliza, sio Muislamu, akaniuliza kwa nini Waislamu hamli nguruwe, kwa maana ya nyama ya nguruwe. Nikamwambia atuli kwa sababu Mwenyezi Mungu katukataza. Kashasema mwenye wanyama wake msile. Hii habari ya kwamba sijui nguruwe acheui, sijui nguruwe ana vinasaba vinafanana na binadamu, sijui nguruwe anaenda ada yake kwa mwezi kila siku 28, hivi vyote hivi watu katika kutafuta ilmu tu. Lakini jambo kubwa, kauli ile iliyotumika kumzuia Adam kwamba usile ili tunda, ndio hiyo iliyotumika kwa mwanadamu usile nguruwe, ni hiyo. Sasa jiulize, Adamu alivyokula tunda madhira yaliyopatikana. Sisi kula nyama ya nguruwe hatujui madhira yatakayopatikana. Je, unajua ukiambiwa ulichokula ulikula kitu gani? Kwa hiyo usile sio kwa sababu eti afya, au kwa sababu madaktari wamesema, au kwa sababu sijui nguruwe mchafu. Mtu akikuuliza mwambie mimi sili kwa sababu Allah tabaraka wa taala kanikataza nisile. Full stop. Hayo mengine ya kuongezea tu. Je, leo hii ukimkuta nguruwe anacheua ndo utakula? Hapana. Jibu hapana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unapofanya kitu mtawakali Mwenyezi Mungu. Unapoomba dua yako we mtangulize Mwenyezi Mungu kwamba unafanya kile unataka Mwenyezi Mungu Allah tabaraka wa taala akulipe. Na haya lazima tuyakumbushe kwa sababu mfano wake upo hata kwenye kuzika. Mtu anaposikia kuna rafiki yake amefariki, anaenda kuzika tu, aidha anaogopa majirani watamuelewa nini, au anaenda kuzika kwa sababu ni jamaa yake. La hasha. Anza jambo la kwanza, mimi naenda kutekeleza ibada hii ya kuzika, naomba kwanza Mwenyezi Mungu unilipe katika shughuli hii naenda kufanya. Lakini ya pili kwa ajili ya kumstiri ndugu yangu. Lakini ya tatu kwa ajili ziwepo zingine, lakini la kwanza kabisa liwe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hapa katika kufunga ndio tunamalizia hutuba yetu kwa kusema kwamba katika hii Shawwal bado haijaisha, kuna yale masiku 6. Masiku 6 ya Shawwal tujitahidi, yule ambaye bado basi masiku yamebakia haya. Kwa nini tunafunga siku 6? Kwanza atakayefunga siku 6 amefunga ile masiku 30, akiongeza na masiku 6 atakuwa amefunga siku 36. Mwenyezi Mungu halipi chini ya 10, analipa 10 kwenda mbele. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuandikiwa, na hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio maneno yangu, na hadithi imepokewa na Imamu al-Muslim ikisema kwamba atakayefunga masiku 30 akafunga na masiku 6 anaandikiwa thawabu za kufunga mwaka mzima. Hivyo basi masiku bado yapo. Unaweza kufunga, sio lazima mfululizo 6 zote. Unaweza kufunga 2 leo, kesho moja, kesho kutokamalizia ukafanya hivyo. Lakini ala kulli hali ndani ya masiku ya mwezi Shawwal uwe umefunga siku zako 6. Tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya muendelezo wa mfungo wa Ramadhani kwa namna ambavyo Allah tabaraka wa taala ametujalia. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie tuwe wenye kutekeleza katika yale ambayo ametuamrisha. Jambo lingine, tuwe wepesi sana wa kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili, ibada hii ni moja ibada ngumu, ibada ya pekee, ibada ambao wamepewa sana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada hii haikuwahi kusemwa. Mwenyezi Mungu hajasema anamswalia Musa, hajasema anamswalia Ibrahimu, hajasema anamswalia Ishaqa, hajasema anamswalia Ismail, hajasema anamswalia Yakobu, hajasema hivyo. Katika Qur'ani akaweka maneno, akasema Mwenyezi Mungu kabisa inna, tena akatumia kabisa neno gumu kabisa, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi rahma wa shafi'i umma
عدد ما أحط به علمك وأصاه كتابك وضم ولا آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة خصوصا من ذراس للحريق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر بن صديق وأمير المؤمنين سيدنا الحفص العمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن خفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ولا ولدي سيدين أبي محمد الراساني ولا عبد الله الحسين ولا أمه فاطمة الزهراء ولا أمه محظمين عند الله وعند الناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمرة رمزة وبفضل العباس والبقية الحشرة المباشرة الذين بايعوا تحت الشجر طرحت فيواذ والخوائر زبير وسعيد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن زاكر شاكر وعبد العبيدات زاهد زاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا إنك كريم مجيب دعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب القيامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف بفضلك يا لطيف بفضلك وباسمك يا لطيف يا الله يا الله بها يا مجعل بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وقيموا الصلاة. Vyasili Takwa Media Makambako.